Zikiwa zimesalia siku chache sana ili Urusi ingie katika maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi wa taifa hilo, meya wa mkoa wa Moscow amesema ulinzi wa anga wa Urusi umejibu shambulio la droni dhidi ya Moscow. Hiki ndicho ambacho kimezungumzwa na meya wa jiji la Moscow. Anasema angalau ndege zisizokuwa na rubani droni 19 za maadui zilirushwa kuelekea mji mkuu wa Urusi kwa maana ya Moscow, na hii ni kwa mujibu wa meya Sergei Sobyanin, ambapo Moscow yenyewe pia haikukaa kimya, ikafanikiwa kuzuia mashambulizi ya awamu kadhaa ya droni kutoka Ukraine. Angalau droni moja iligonga jengo la makazi kusini mwa jiji, kwa mujibu wa picha kutoka katika eneo la tukio, ambapo picha hizi ni uthibitisho kuwa jambo halikuwa jambo dogo, si kama ambavyo unaweza kuzifananisha na sinema za Netflix, bali ni hali halisi ya action mjini Moscow. Sobyanin amesema kwamba droni 5 za mwanzo zilidunguliwa majira ya saa 1:16 usiku. Droni nyingine ikaangushwa takriban nusu saa baadaye, halafu zingine 3 kabla ya saa 2 usiku, zote zikiwa na safari ya moja kwa moja kuelekea katika mji mkuu kwa maana ya Moscow. Kwa mujibu wa taarifa za awali, hakuna majeruhi au vifo vya watu, alizungumza meya huyo, na kuongeza kwamba vikosi vya dharura vinafanya kazi katika maeneo ya ajali hiyo. Hatua muhimu zinaendelea kuchukuliwa katika eneo hilo. Ilipofika majira ya saa 2:17 za usiku, Sobyanin ameripoti kwamba ulinzi wa anga wa Urusi ulifanikiwa kuangusha droni nyingine 10 ambazo zilikuwa zimeelekezwa pale Moscow kutoka pande mbalimbali, na hapo sasa inakuwa imekamilisha ile idadi ya droni 19 ambazo ziliangushwa katika maeneo hayo. Meya huyo ameeleza kwamba mojawapo ya drone ilianguka karibu na barabara kuu ya Kashirinskoye kusini mwa jiji, ingawa hakutoa maelezo ya ziada, lakini kwa mujibu wa picha ambazo zimechapishwa na vyombo vya habari zinaonyesha kwamba drone hiyo iligonga ghorofa ya juu na jengo refu ambalo ni jengo la makazi, na kusababisha madirisha kuvunjika pamoja na uharibifu kwenye duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa maua. Viwanja vya ndege vya kimataifa kama kule Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo, lakini pia Zhukovsky, na vyenyewe vilisitisha shughuli zake kwa muda kutokana na mashambulizi hayo ambayo yamefanywa na Ukraine. Na ifahamike, nimewaambia kwamba mashambulizi hayo yanafanyika wiki hii ambapo Urusi inasherehekea miaka 80 tangu kuangushwa kwa Ujerumani ya Kinazi katika vita ya pili ya dunia, ambapo rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alitoa tangazo la kusitisha mashambulizi kwa upande mmoja kwa siku 3 saa 72 ili kuendana na maadhimisho hayo. Lakini upande wa pili wa rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, yeye alikataa kujibu hatua sawa, akisema kwamba Kiev itakubali tu usitishaji mapigano kwa muda usiopungua siku 30 na ambao hautakuwa na masharti ya aina yoyote ile. Zelensky pamoja na maafisa wengine huko Kiev wameendelea kutoa kauli za vitisho, wakionyesha kwamba wanapanga kulenga gwaride la kijeshi ambalo litafanyika Moscow Mei 9, ambalo litahudhuriwa na wageni mashuhuri wa kimataifa. Na Urusi yenyewe haijakaa kimya, imelaani kauli hizo na kuzitaja kuwa ni ushahidi wa mbinu za kigaidi ambazo zinatumiwa na Ukraine. Kwa hiyo mashambulizi haya ya anga ni ishara kwamba vita imehamia kwenye teknolojia ya kisasa, lakini bado si mchezo, kwa sababu tunaona namna ambavyo Urusi wameendelea kujikinga dhidi ya mashambulizi haya ambayo yanafanywa na Ukraine. Sasa hapa, wakubwa zangu, kaeni makini, niwape hadithi kidogo, kwa sababu mmekuwa mkisikia sana tunazungumza kwamba ni miaka 80 ya ushindi wa Urusi, na wengi inawezekana mnaelewa, lakini natamani sana watu muweze kuelewa kidogo namna ambavyo dunia ilichafuka miaka ile 1939 mpaka 1945 wakati wa ile vita kuu ya pili ya dunia. Sasa hadithi au historia inaanza kama drama, ambapo ilikuwa ni kama drama fulani vya dunia nzima, na mtu alikuwa ni mmoja tu ambaye alikuwa ni mkorofi, alikuwa ni Adolf Hitler, kiongozi wa Ujerumani ya Kinazi. Huyu jamaa bwana alikuwa na ndoto ya kushika dunia nzima, na alichochea nchi yake kwa maneno ya uzalendo mkali na chuki dhidi ya Wayahudi, watu kutoka Komoro, walemavu, hata watu ambao walikuwa yani wanajihusisha na shughuli mbalimbali, na wenyewe walijazwa vibaya mno. Kwa hiyo ilipofikia mwaka 1939, Hitler Adolf aliamua kuivamia Poland, nchi ndogo kabisa ambayo ilikuwa ina amani zake wakati huo.
Lakini ujue Poland ilikuwa kama mtoto wa matajiri wawili, kwa maana ya Poland ilikuwa ni mtoto wa Uingereza pamoja na Ufaransa, na walikuwa na marafiki zake wakubwa sana. Hapo ndipo Uingereza na Ufaransa wakasema, wapi, huyu mtoto haiwezekani akashambuliwa hata kidogo na bwana Adolf Hitler. Basi wakamtangazia Adolf Hitler kwamba sasa wewe tunakwenda kupigana na wewe. Kwa hiyo Adolf Hitler yeye alisema anaenda kuipiga hiyo Poland. Lakini kwa sababu Poland alikuwa ni mtoto wa Uingereza pamoja na Ufaransa, basi Mfaransa na Uingereza wakasema tutaingia na tutapambana na wewe. You know what? Kulikuwa kuna mpango wa siri kati ya Hitler pamoja na Urusi, wakati huo ilifahamika kama USSR ya wakati huo, ambayo ilikuwa inaongozwa na kiongozi wao alikuwa anafahamika kama Joseph Stalin. Na unajua alikuwa amekubaliana nini? Walikubaliana kimya kimya waigawane Poland, kila mmoja achukue nusu, kwa maana na walikuwa kuna ule mkataba mmoja ambao ulikuwa unafahamika kama Molotov-Ribbentrop. Kwa kifupi, walikuwa ni marafiki wa muda mfupi, lakini hawa watu walikuwa hawapendani hata kidogo. Yani wakati huyo Adolf Hitler anataka kuivamia Poland, waliingia makubaliano ya kati ya Urusi pamoja na Adolf Hitler kwamba tutagawana hiyo Poland. Lakini kama ilivyo marafiki wa uongo, mwaka 1941 Hitler akaamua kumsaliti Stalin, akatuma majeshi kuivamia Urusi kwenye operation kubwa kabisa, ambayo hiyo operation watu wengi sana inawezekana mnaisikia, ilikuwa inafanyika kama Operation Barbarossa. Mzee Stalin alichanganyikiwa, maana hakutarajia hata kidogo kwamba rafiki yake angemgeuka vile. Hapo Urusi wakalazimika kuingia rasmi vitani upande wa ile muungano, kwa maana ya ile miungano ya wale waliokuwa wanampinga Adolf Hitler. Basi na wenyewe wakalazimika sasa, hiyo USSR wakalazimika kuungana na Uingereza, kuungana na Ufaransa pamoja na mambo mengine. Urusi wenyewe wakaamua kupambana kiukweli, kwa sababu Urusi waliamua kupambana kufa na kupona. Na ni kwa sababu zipi? Kwa sababu waligundua kabisa kwamba Adolf Hitler mpango wake sio poa kabisa, na ndio maana hii ni moja kati ya vita kubwa zaidi ambayo ilitokea pale Stalingrad, na sasa hivi nyie mnaita Volgograd, ambapo Urusi walipigana usiku na mchana hadi wakamshinda Mjerumani. Na vita hii ni moja ya vita ambayo iligeuzwa ikawa sasa ni vita kubwa zaidi ambayo ilipiganwa wakati huo, na ndio maana huwa mnasikia kwamba Mrusi au hiyo USSR ni mtu ambaye anaheshimika sana. Wakati huo Marekani nao ilijiunga vitani baada ya kushambuliwa na Japan kule maeneo ya Pearl Harbor mwaka 1941. Hapo vita vikasambaa kila kona, Ulaya, Asia pamoja na Afrika, na dunia nzima sasa ikawa haikaliki. Imagine upande wa USSR kule wanapigana, upande wa Uingereza, Ufaransa, upande wa Ujerumani, Japani na mwenyewe naye kamtandika Marekani, kwa Marekani naye kaamua kulipiza kisasi. Kwa hiyo dunia nzima ikawa inapambana, yani ipo kwenye mapambano. Sasa tukirudi upande wa Urusi ni kwamba baada ya miaka mingi ya mapambano ya kijeshi na baridi kali, Urusi walifika mpaka Berlin, mji mkuu wa Ujerumani, na walifanikiwa kumzingira Adolf Hitler kama samaki ambaye alikuwepo kwenye chungu. Na bwana Adolf Hitler, kitu pekee ambacho aliamua kukifanya baada ya kugundua kwamba amezingirwa na USSR, unajua alisemaje? Alisema, mimi kikawaida sitokubali hata kidogo ni uawe na wanajeshi wa Urusi au hiyo USSR, ila ninachokifanya it's better nikajiua. Na ndio maana bwana Adolf Hitler alijiua yeye mwenyewe kwenye handaki alipogundua kwamba amezingirwa na yale majeshi ya Urusi. Na ilipofika sasa Mei 1945, Ujerumani ikajisalimisha rasmi na Urusi wakasema tumeshinda, na hapo ndipo siku yao ya ushindi kwa maana ya Victory Day ambayo huwa inaadhimishwa kila tarehe 9 Mei hadi leo tunapozungumza, ikiwa ni kumbukumbu ya kumalizika kwa vita vya Ulaya ambavyo vilidumu mwaka 1945. Kwa hiyo tunapozungumzia miaka 80 ya Victory Day ya ushindi ya Urusi, huwa tunamaanisha hivyo kwamba hapa ndipo bwana Adolf Hitler ambaye alitaka kuutawala ulimwengu alisalenda, akasema jamani, mimi siko tayari kuuawa na kwenda kusurubishwa sijui kwenda wapi, mimi nitajiua mimi mwenyewe. Kwa hiyo Hitler yeye kama Hitler alipigwa na muungano, lakini Urusi walichangia kwa damu na jasho na kuhakikisha wanamuondoa huyo bwana Adolf Hitler. Lakini vita si mchezo, watu karibia milioni 70 walikufa duniani, mamilioni ya raia wasiokuwa na hatia. Dunia ikajifunza kwamba vita si suluhisho, lakini binadamu kama ambavyo mnafahamu
hajawahi kukumbuka historia ambazo zimepita, kwa sababu idadi ya watu ambao walikufa wakati huo ilikuwa ni idadi ya watu wengi sana. Lakini maswali ya msingi najua watu mnaniuliza hapa sasa hivi kwamba hivi sisi Afrika kwenye hilo janga, kwa sababu unajua Afrika huwa haikosi kwenye janga lolote. Kwa hiyo ukijiuliza kwa nini huwa hatukosi, utagundua kuwa kuna wahuni wachache ambao huwa tunatuingiza. Sasa tuangalie Afrika yenyewe ilikuwa ipo upande gani wakati wa vita ya pili ya dunia, kwa sababu walikuwa wanapigana Ulaya, wao wenyewe ndio walikuwa wanapigana. Sasa Afrika yenyewe ilikuwa kuwaje, ilihusika vipi kwenye vita ya pili ya dunia? Na hapa ndipo ambapo watu mtashangaa. Afrika haikuwa tu mtazamaji, bali Afrika ilikuwa ni uwanja wa mapambano, lakini Afrika ilikuwa ni chanzo cha rasilimali, lakini Afrika ilikuwa ni nguvu kazi ya jeshi. Sijui kama mnanielewa. Wakati Hitler anaanza kuivamia Poland kule Ulaya, Afrika watu hawakuwa na television wala radio nyingi za kuaminika, lakini sauti ya vita ilikuwa inasikika. Na sababu ni kwamba Afrika wakati huo ilikuwa chini ya ukoloni. Kwa hiyo kila kona bara hili lilikuwa limeshikiliwa na mataifa ya Ulaya. Na Waingereza wenyewe walikuwa wameshika Kenya, Uganda, Nigeria, Ghana, Afrika Kusini na mataifa mengine. Wafaransa walikuwa wako Senegal, Mali, Algeria, Tunisia pamoja na maeneo mengine. Wajerumani walikuwa wameshapokonywa makoloni yao baada ya vita ya kwanza, lakini bado walikuwa wana maeneo ambayo walikuwa bado wanashikilia. Kwa hiyo Afrika ikawa ni ghala, lakini pia ilikuwa ni kambi ya Ulaya. Waheshimiwa wa Ulaya wakasema hivi, tuna vita, tunahitaji wanajeshi, tunahitaji chakula, tunahitaji pesa, kwa hiyo tunahitajika kuwaita Waafrika ili waende wakapambane. Sasa, mnajua Waafrika waliingiaje hapo? Hapa ndipo watu wetu vijana wa Kiafrika wakaanza kupelekwa vitani. Wengine kwa ahadi za mishahara, wengine kwa ahadi za vyeo, na wengine walikuwa wanalazimishwa tu. Kutoka Afrika Mashariki majeshi ya King's Africa Rifles ambayo ilikuwa inafahamika kama KAR, ambayo yalivutwa kutoka Kenya, Tanganyika wakati huo, Uganda na wakati huo Nyasaland, na sasa hivi inafahamika kama Malawi, kwenda kupigana kule Ethiopia, maeneo ya Burma, kwa hivi sasa inafahamika kama Myanmar, Somalia, hata Asia walichukuliwa. Kutoka Afrika Magharibi askari kutoka Senegal, Nigeria, Ghana walitumwa kupigana kule Ulaya pamoja na Asia. Askari wengi wa Afrika walidharauliwa sana na walilazimishwa kupigana kwenye mstari wa mbele, huku askari wa kizungu wakiwa nyuma, lakini bado walipigana kwa ujasiri mkubwa sana. Na Waafrika wengine walipewa majina kama Carrier Corps, watu ambao walikuwa wanabeba silaha, walikuwa wanabeba mizigo, vifaa kama magari ya kubeba wanajeshi, lakini wao walikuwa ni binadamu, lakini walikuwa wanabeba wanajeshi pia mgongoni pamoja na mambo mengine. Lakini Waafrika wenyewe walikuwa wanabeba magunia ya chakula, magunia ya risasi, unanielewa Lakini pia wao wenyewe wa Afrika wakati huo walikuwa wanabeba hata maiti ambazo zilikuwa zimetapakaa katika maeneo mbalimbali, na walifanya hivyo, walikuwa wanatembea kwa miguu miaka nenda rudi, wanapambana kwenye majangwa na maporomoko na milima. Na kwa sababu gani? Kwa sababu wao walikuwa bado utumwa. Miaka hiyo 1945 bado ilikuwa hiyo ipo. Na unajua wakati wa Afrika wanakuja kuchukuliwa, hawakuwa wanaambiwa the exact nini ambacho kinaendelea, ila walikuwa wanakuja wanachukuliwa, wanalazimishwa kwamba bwana, twendeni sehemu fulani huko, tutawapa maisha mazuri pamoja na mambo mengine, kumbe wanapelekwa huko kufa. Na Afrika Kaskazini, mfano Libya, Misri, Tunisia, Algeria, ilikuwa ni sehemu ambayo kulikuwa kuna mapambano makubwa sana, na huko kulikuwa kati ya Wajerumani wa upande wa Adolf Hitler ambao walikuwa wanafahamika kama Afrika Corps, pamoja na Waingereza pamoja na Wafaransa ambao walikuwa wapo huru. Lakini baadaye kija ile vita ya El Alamein nchini Misri, moja ya vita muhimu ambavyo vilimgeuza Hitler na vikamkimbiza vibaya mno. Madagascar na yenyewe ilivamiwa na Waingereza kwa kuhofia Wajapani wangetumia kisiwa hicho kama ngome kwa ajili ya kupambana na huyo Marekani. Lakini Afrika ilikuwa ni kama chanzo cha rasilimali, maana Afrika ilitoa chakula, madini, hasa shaba, dhahabu, mafuta na karanga, pamba. Vyote hivyo vilikuwa vinatumika kuendeshea vita. Lakini pia mashamba ya Kiafrika yaliyonyonywa kwa nguvu, huku watu wakipata chakula kidogo kuliko hata wanajeshi ambao walikuwa hapo katika eneo la mapambano. Lakini baada ya vita kumalizika mwaka 1945, Waafrika unajua walikuwa wanatarajia nini? Waafrika walikuwa wanatarajia hivi kwamba wamechangia damu, wamepigana, wamebeba vita, sasa wapewe uhuru wao. Subutu! Wakaambiwa kamwe hamwezi kupata uhuru. Maana by that time wakati Afrika sasa vita ya pili ya dunia wanapambana, moja kati ya kitu kingine ambacho waliahidiwa kwamba mkisha pambana tutawapa uhuru wenu.
Sasa Waafrika walipambana kufa kupona kwa sababu walikuwa wanajua tukishamaliza vita tutakuwa huru, tutafanya mambo yetu na mambo mengine. Walipomaliza hiyo vita mwaka 1945, mnajua waliambulia nini? Waliambulia neno asante sana. Sasa rudini mashambani, twendeni mkaendeleze yale ambayo mlikuwa mnaendelea nayo. Na hapo sasa ndipo vuguvugu la kuanza kutafuta uhuru lilianza kuchacha, na walikuwa wengi wameshaelimika, wengine walikuwa tayari wameshaiona dunia, wengine walikuwa wameshapambana bega kwa bega na wazungu. Kwa hiyo waliporudi walikuwa ni watu ambao sasa wameelewa kwamba kumbe uhuru huwa ni uhuru wa kupiganiwa. Hawa kina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walikuwa tayari akili zimeshawaka, kwa sababu ukipiga hesabu mtu kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alizaliwa mwaka 22, ukipiga mahesabu mpaka mwaka 45, maana yake alikuwa tayari na miaka 23. Alikuwa na akili zake tu. Kwa kifupi ni kwamba Afrika wakati wa vita ya pili ya dunia ilitumika kama uwanja wa vita, chanzo cha wanajeshi na rasilimali, mwathirika mkubwa wa uchumi na kijamii, lakini pia ulikuwa ni msingi wa harakati za baadaye ambazo zilifanya mpaka leo mataifa mengi sana ya Kiafrika tuko huru, lakini historia yake ipo katika mazingira kama hayo. Wale wazee wa zamani nafikiri mnaweza mkatuambia pia kwenye comment section hapo chini namna ambavyo Afrika ilitumiwa na wakati wa vita ya pili ya dunia kuliko vile ambavyo tumekuwa tukisimuliwa stories zinatueleza nini na nini, lakini mzizi na Adolf Hitler namna ambavyo aliondolewa, namna ambavyo vita ya pili ilipambanwa, namna ambavyo USSR kwa sasa Urusi ilipambana, hii ndio historia yake. Kwa hiyo ukisikia wanasema ni Victory Day ya miaka 80, ujue wanasherekea namna ambavyo walimuondoa bwana Adolf Hitler mpaka akaamua kujua yeye mwenyewe. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.